Mchezo wa jana tumeona mmeshinda goli 4-1, lakini licha kushinda goli 4-1 lakini performance ya wachezaji imeonekana keshuka sana. Sasa wengi wamezungumzia Yanga hii sio Yanga hii ambayo wametegemea kwamba Yanga hii ukiingia nayo sio mchezo. Kama imeshuka. Ni kweli kwa kutizama Yanga sasa hivi inashinda, lakini watu wanakuwa mpaka dakika 90 ziishe mtu ndo anakuwa ana uhakika wa ushindi. Kwa sababu wanacheza vizuri, penetration wanapitishiana vizuri, wanakaba vizuri. Lakini mimi tatizo kubwa ambalo nimeligundua kwa mechi ya jana ni fitness. Kwa hiyo inatakiwa Yanga wacheze sana kwa muda wa mapumziko na fitness. Kwa hiyo mchezaji anapokuwa hayuko fitness, huwezi ukacheza kwa kiwango kile. Lazima kuna mipira utakuwa utashindwa kuifikia katika hali ya kawaida. Kwa hiyo katika hiki kipindi cha break wajikite sana kwenye kuimarisha miili, utimamu wa mwili, kwa sababu mashindano tunayoenda ni magumu sana. Hayatakiwi kufanya kosa la aina yoyote. Kwa hiyo kama wataenda na hii fitness niliyoiona jana, kwa kweli itatupa mashaka sana sisi wana Yanga, kwa sababu mchezo wote wa mpira kwanza uwe uko timamu sana. Na utimamu wao mimi nilivyouona, kwa mimi, sio kwa mtu mwingine, kwa mimi. Kwa hiyo na hata kama ukitaka kujaji, ujaji anayoyaongea mimi. Kama wewe kwako unaona ni sawa, basi endelea kuamini hivyo. Lakini mimi ninavyoamini fitness sasa hivi kama hawaitaitengeneza vizuri, watafukuza kila kocha atakayekuja. Kwa sababu kama fitness hawataiangalia kwa jicho la pili, watafukuza kila kocha anayekuja. Kwa sababu kuna mipira mingine unaweza ukapewa pasi usifikie. Kwa hiyo yule aliyetoa pasi ukaona kama kacheza vibaya, kumbe wewe uliotakiwa kuipokea ile pasi ndio umechelewa. Kwa hiyo pasi nyingi zilikuwa zinapigwa hazipati mtu, maana yake ni kwamba mnatumia vibaya zile nafasi mnazozipata. Kwa hiyo kwa mimi na ushauri wangu katika Yanga, waliangalia sana swala la fitness kwa upande wangu mimi. Sio Yanga yenyewe kushuka kiwango. Yanga kushuka kiwango si ndio hivyo, kama ucheze vizuri si ndio kushuka kiwango? Njia hiyo. Kwa njia sasa nini kinashusha kiwango? Ndio nakwambia sasa wajikite sana kwenye fitness, utimamu wa mwili. Kama utimamu wa mwili hauko sawa, maana yake ni kwamba hutaweza kuzimudu dakika 90, na usipozimudu dakika 90 maana yake utacheza chini ya kiwango. Sasa angalia hata ile mechi na Silver Strikers, tulicheza vizuri dakika 15-30 za mwanzo tu, lakini zilizosalia zote tulikuwa roho mkononi. Kwa hiyo sio swala la wachezaji. Kama wachezaji wangekuwa wabaya, wasingeweza kucheza vizuri kwa zile dakika 30 mpaka 45 za kwanza. Kama hawajui, mtu kama hujui tu, hauna dakika. Lakini kama unajua, lakini ukapungukiwa na kitu, lazima ule udhaifu wa kile kilichopungua utajitokeza tu. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema viongozi wangu waliangalia hilo, ili wajikite sana kuiangalia timu kwenye fitness, utimamu wa mwili. Mwingi nimeona ni tatizo kubwa ni hilo tu kwa upande wangu mimi. Wengi wanakuambia kwamba kuna baadhi ya maneno ya chini wanakuambia kwamba kuna baadhi ya wachezaji pale Yanga hawaruhusiwi kabisa kuchezea pale. Hasa wamemtaja Prince Dube kwa muendelezo wake wa kila siku kukosa magoli nini, yani performance imekuwa chini sana. Wanakuambia hafai kuchezea Yanga. Sasa hayo maneno kwa sasa hivi hayana maana. Kwa sababu hata kama wastahili kuchezea Yanga tuwatoe, atacheza nani sasa? Tucheze pungufu au tucheze tu na watu? Kama hawastahili kuchezea Yanga, kwanza tuwape moyo hawa watu ulionao, tuende nao. Kama hawafai, si madirisha yanakuja. Asiyefaa kabisa, kuna dirisha dogo, viongozi wataona namna ya kufanya. Kwa hiyo hata tukiendelea kusema hawafai kuchezea Yanga, mbona Dube kacheza ligi iliyopita na kapata magoli karibu 17? Si alikosa magoli kidogo tu kwa mfungaji bora. Sasa iwaje leo waseme hafai kabisa kuchezea Yanga? Kwa sababu Dube sio mwaka wake wa kwanza. Dube anaenda mwaka wa pili. Sasa kama anaenda mwaka wa pili, hatupaswi kumdharau huu mwaka, tuangalie tatizo ni nini lililomfanyisha asicheze katika kiwango chake cha mwaka jana. Kwa hiyo ndo tunarudi pale, labda mazoezi yanakuwa sio yale ya kiutimamu, ndio maana wanashindwa kufanya ukamilifu wa mambo yao kwa 100%. Shida ya Dube ni mazoezi. Kwa kama ameshuka kiwango namna hiyo, na mwaka jana alikuwa anafunga magoli, hilo swala la kukosa magoli Dube sio gedi kwetu. Kama kukosa magoli amekosa sana hata mwaka uliopita, lakini alikuwa anafunga. Kwa hiyo hii kutokufunga mwaka huu isichukuliwe kama
kiwango kimeshuka sana. Ni furuku tu ambayo inaweza kumtokea mtu yoyote. Mimi ninaloliona kwa in general timu yote ni kwamba fitness yao sasa hivi haiko timamu kama miaka 2-3 nyuma. Tumeangalia pale baada ya kutoka Prince Pomolo Dube kipindi cha pili ameingia Andy Boyeli, ambaye ndio amekuja kuamua mechi kabisa na kuondoka mashindo ya goli mbili. Sasa si ameingia nguvu mpya, na yeye kama angeendelea kubaki, maana yake ni kwamba kama Boyeli angekuwa ameanza asingeweza kuperform mpaka zile dakika 75. Lazima naye ingeonekana tu kwamba huyu ana mapungufu katika mazoezi. Unamwona akaenda kubadilisha upepo, si ndio maana ya mchezaji anayejua akiwa na nguvu si atatumia uwezo wake na ujuzi wake alionao. Lakini sasa kama amechoka, ina maana atazidi kuendelea kushuka chini, kwa sababu kadri uwezo na nguvu zinavyozidi kupungua au yale mazoezi yanavyozidi kukuishia, na wewe mwenyewe unakuwa uko chini. Ndio maana hakuna kazi ngumu kama ya kukimbia mbio. Mbio zinahitaji mazoezi. Uwezo ukakimbia mbio tu kwa sababu mwaka jana ulishika nafasi ya kwanza. Lazima ufanye mazoezi ili ya kuendana na kile unachokifanya. Kwa hiyo ndio hivyo wachezaji, tusitembelee Yanga ya Nabi kwamba kimataifa anafanya vizuri. Lazima tujikite kwenye kuboresha timu, wao wenyewe wajikite kwenye mazoezi, waangalie mapungufu, kwa sababu sisi tunaongea huku ni watazamaji tu, lakini coaches, mwalimu mwenyewe wa fitness, kocha mwenyewe wa timu anajua kinachoisibu Yanga, lakini mimi sidhani kama watatoka nje ya fitness. Ndio inaenda kucheza na miamba kabisa, mabingwa Afrika. Ndio nasema hivi, kwa mashindano tunayoyaendea mbele inatakiwa usiwe na pungufu la aina yoyote. Inatakiwa umetimia kwa kila aina. Umetimia kimazoezi, umetimia kifizikali, umetimia kimentali. Yaani ni kila kitu kiwe kimetimia ili uweze kukabiliana na watu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa hiki Yanga ambacho wanakiendea sasa hivi ni bora zaidi wakajikita sana kwenye fitness, kwa sababu uchezaji wao haujabadilika sana. Angalia hata jana lile goli lilipopatikana, walivyopitishiana. Wanapitishiana vizuri, lakini ile finishing inakuwa imeisha, kwa sababu mtu unaweza ukakimbilia mpira ukajikuta umechoka kabla hujaufikia. Kwa hiyo ukichoka kabla ya kufikia, hata ukipiga haiwezi kuwa na shuti kubwa. Wanakuambia kwamba katika mechi ambayo umecheza jana na KMC, kama mngecheza na kama mechi ambayo umecheza Simba dhidi ya JKT, mngecheza JKT msingetoboa. Ina maana Simba uwezo wake ni mkubwa sana mpaka ameweza kutoboa kwa JKT. Hiyo nani kasema? Mashabiki wa Simba wenyewe. Simba wenyewe wamesema. Chambuzi pia. Basi kama wachambuzi, unajua kila mtu ana mtizamo wake. Yanga amecheza na nani hawa? Na KMC. Simba amecheza na JKT. Sasa utakompea vipi ikiwa kila timu ilikuwa inacheza kivyake? JKT ni mkubwa sana kuliko hata KMC. Sasa si tutacheza nao? Tukicheza nao sasa, baada ya kutufunga 5 au 6 ndo mlinganishe sasa. Kwamba wao walicheza na Simba wakaifunga bao 2. Nyinyi tunawaambia sio wazuri, ndio maana mmefungwa 5. Hapo tutakuwa hanala kusema, lakini sasa utalinganishaje na timu ambayo hujacheza nayo? Tukicheza nao tukiwafunga sisi, mtasemaje tena pale? Hao wachambuzi ndio nao kazi zao. Hauwezi kila kitu ukawa na cha kusema. Lazima utafute kitu cha kuendesha kipindi chako. Lakini sasa nao waongee kimichezo, kwa sababu hivi vinasikilizwa na watu wengi. Mtu anaweza akakutoa akili au akakutoa uelewa mzuri kutokana na wewe unavyoongea. Kumbe na wewe ndo mawazo yako. Kwa hiyo mawazo yao wayawakilisha katika mtindo wa kwamba wanasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo mimi nafikiria hivyo kwamba tunapokaa mbele ya kamera hizi tujaribu sana kujikita kwenye yale ambayo kama una utaalamu ukita kwenye utaalamu wako, kama ni mwelewa ukita kwenye uelewa wako. Wewe huwezi kulinganisha JKT na Yanga wakati hawajacheza. Huwezi kulinganisha Simba na KMC wakati hawajacheza. Wakicheza ndo leta hoja zako. Kwamba mimi nilikuwa najua Yanga hawataifunga JKT kwa sababu wao hivi, unatoa sababu za kuweza Yanga kufunga. Sasa unaanza kutoa sababu wakati hawajafunga. Wakicheza na JKT, akifungwa JKT, utatuambia nini wakati yangu ulisema mbovu? Kwa hiyo tusiwe na maneno mengi, tusubiri ili tuendane na matukio. Tusiwe tunawaisha matukio kuyajadili wakati halijatokea. Kumalizia na mwisho. Mimi la kumaliza tunaomba wanayanga wenzangu, kitu ambacho nawaomba sana, my influencers wetu wanisikie, wakina Godi Yanga, wakina dadangu Elizabeth, wakina Nasoro, wakina mwalimu Yanga. Siku tukienda kucheza KMC,
tunaomba Diarra naye tumpe maokoto. Diarra anatuokoa katika mechi nyingi kubwa sana, lakini sisi Diarra tunamweka wa mwisho sana. Hatujawahi kumpa maokoto toka tumeanza kwenda KMC. Wanapata watu ambao kweli wanatusaidia, lakini mimi ningeomba naye tumpe ili ajisikie na yeye anayoyafanya kama tunayathamini, japokuwa tunayathamini kabla hata ya kumpa hivyo vitu. Ila ningeomba naye ni binadamu, anaweza kuwa na yeye kinamuuma. Sasa ili twende kwa rotation ile na si tuweze kumpa Diarra naye tumotivate kwa kazi kubwa anayoifanya. Naombeni sana my friends na wanayanga wenzangu, kama mkipata nafasi ya kwenda KMC, naomba Diarra naye tumpe maokoto. Shukrani. Asante sana.